Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa makala maalum ya wiki. Unatufuata tukiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mchakato wa utekelezaji wa zoezi la msaada kwa wahanga wanaosumbuliwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vya wahasi wa M23 ikisaidiwa na Rwanda, kwa mujibu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha wazalendo wanaoishi Marekani kijulikanacho kwa jina la Diaspora Patriots limefanya zoezi lingine la msaada wa vyakula kwa wazalendo wanaopatikana kwenye tambarare la Ziwa Tanganyika na bonde la Ruzizi. Msaada huo wa Diaspora Patriot umefanya wazalendo wanaolinda mipaka ya Fizi na Uvira kufunguka. Tuwasikilize. Merci sana ku Diaspora. Mungu awabariki na merci beaucoup. Okay, zawadi gani? Tulipata bunga hapa na tunashukuru wa viongozi walifanya. Ndio kitengo cha Diaspora ndicho kiliwafikishia huyo mzigo. Unataka tamani mpate nyingine nini? Si. Wenyewe tunakosa muda mingi. Ndio. Na wenyewe mtaleta wote tutashukuru. Ndio. Hiko kitengo nakiambia nini kwa sasa? Hiko kitengo cha Diaspora ambacho kilikuletea bunga. Si. Tu tunashukuru gisi walifanya. Ndio. Hauna nyingine mahitaji mnahitaji hapa kwa hii arme yenu? Si. Si tunataka vitu ya mingi mimi sasa kiongozi. Unaweza kutaji baadhi ya vimoja? Kutaja baadhi ya vimoja vingine mnahitaji. Masilaha vingine tunahitaji. Kuhusu sabuni ya kupata pesa mnapata kwa vingine vitengo au bado hamjapenda? Si tunapenda tupate. Tunapenda mpate, lakini mmeanza kupata kwa sasa. Kwa sasa tuanza kupata mesi kusini pesa sasa ya William ya kutuma. Sasa hii ni kompania ya kiongozi gani? Hii ni kompania ya kiongozi Komanda Brigade Zamu Karegeza. Tunashukuru sana kaka. Hata hivyo, mhusika wa idara ya afya baada ya kudhuru baadhi ya wazalendo alikuwa na haya ya kusema. Afya ya wake wa wazalendo aiza na watoto wote, afya yao si nzuri kwa sababu watoto wanaumwa sana, wake zao wanaumwa sana, hata wao wazalendo wanaumwa sana. Lakini wanapoenda kwenye hospitali wanapewa ile fakturi kabambi sana. Ukiangalia wazalendo, mtu tu akilazwa anaombwa pesa 16, 15 kufuatia ya nini? Juu ya ukosefu wa madawa. Kwa hiyo ninaweza sema kwa kundi letu la Diaspora Patriots ijaribu kuangalia kisi tunaweza zungumuza ili kufanya uhamasishaji kwenye vituo vya afya na kuangalia nini ambacho tunaweza kifanya ili wake wa wazalendo, watoto wa wazalendo na wazalendo pia wao wanatunzwa, baadaye wanatuma ile nusu kidogo kwenye mazahanati ili kulipa ile matunzo ya wazalendo. Swala la afya ni kama vile swala ambalo ni kugumu kidogo kwa kiasi fulani kwa sababu ya uwezo wa pesa. Unadhani kwamba Diaspora Patriot una uwezo wa kuweza kumiliki na kuweza kuwasaidia wake pamoja na wazalendo na watoto wao pia? Ndiyo, kufuatana na jinsi tulivyohamasisha kwenye mahospitali, tuliwaambia wao nao ni wazalendo, ila kwa sababu dawa hazipatikani kwa sababu ya uvamizi wa M23, na hapo Bukavu ndio kulikuwa sasa vile nyumba ya kabambi ya kuleta madawa huko. Sasa Diaspora itakuwa inachangia hata 2% za matunzo kwa waganga. Tuseme vile kama mtu akipewa fakturi ya 40,000, Diaspora inaleta 20,000 inasaidia pale juu wanunue hata angalau kopo moja, kopo mbili za dawa ili kuweka pale. Aiza Diaspora iangalie nini inaweza uza madawa kwenye nchi ya Burundi, Tanzania, aiza nchi zingine. Zile dawa zinakuja zinafika ku zone de santé ya Nundu. Kwa zile zahanati zenye tutachagua zinaenda zinapata zile dawa ili kuendelesha matunzo ya wako wazalendo na watoto na wazalendo pia. Tunakushukuru. Asante sana ndugu mtangazaji. Ifahamike kwamba walipowasili ndani ya jiji la Uvira wamepokelewa na wazalendo, huku wakikaribishwa na meya wa jiji hilo kwa kuwapongeza la kutosha. Haya hapa mahojiano pamoja na mwandishi. Karibu tena, hapa ni ofisi ya meri ama jiji la Uvira, meri ya Uvira. Mimi ni
meya makamu na meya kwa muda, meya wa hii haiko hapa, mimi ndio niko meya kwa muda. Nashukuru sana kwa muda mrefu sana kwa kusikia sifa zako, unafanya kazi nzuri sana. Umeweza kufikiria na wa raia wa Uvira kwa sana na wimbi la siasa vile vile na vita ni kusumbua sana. Pole sana. Labda leo nimepata fursa kuzungumza na wewe kwa sababu leo umetembelewa na diaspora partners kama Marekani. Umewapokea. Kuna kitu ulizungumza hasa? Walifuata nini hapa kwa ofisi? Niliwashukuru kwanza, haiko kila mtu, haiko mbali kule diaspora, maisha mazuri, kushuhudia maisha tukonano hapa. Ukiona mtu anatoka kule, anakuwa kushirikia wengine, anaporo na shida nao, ule mtu ni mzalendo. Kweli leo uzalendo unaonekana kama ndio solution inaweza kusolve Kongo mzima. Malheureusement uzalendo ko très mal imekamatwa vibaya. Uzalendo haiko kukamata silaha, uzalendo haiko kufanya kinyume. Uzalendo maana yake mtu mwenye kupenda, uzalendo ni ile esprit ya kupenda nchi yako. Na kama unapenda nchi yako, hauwezi kufanya vibaya. Inaonekana kwa leo kama la plupart ya wenye wanajiita wazalendo wako vitendo vyenye maanishi kuwa wazalendo. Ndio kazi kubwa. Parce uweza kusolve Kongo kwa hii shida iko nayo, sio kuwe na esprit ya uzalendo. C'est-à-dire kila Mkongomani avae ile esprit ya kupenda nchi yake. Donc na kupenda nchi ni kutafuta kusema kama hauwezi kufanya mabaya. Or tunaona plus sisi Wakongomani wenyewe tunafanya mabaya juu ya nchi yetu. Zani unaweza kukaota kwamba kuna siku vita Uvira ikaisha katokomea kabisa, maana nifikiria mwaka 1964 ilipitia hapa. 2001 kapitia hapa wakati wa Museveni. 1998 ilipitia hapa. Leo inapitia hapa. Unadhani itaishia kama ndio na kuelekea? No, problem ni kubwa sana, mwanadamu anasahau mbio. Na papo nani Kifaransa wanasema kama hautire ba leçon ya histoire inarudia. Ndio maana tunasema kama solution ya leo ni uzalendo. Kama tunajifunza kuwa wazalendo, tutapenda nchi yetu, hatutafanyaga mabaya na hatutasipotea watu wenye kufanya mabaya contre nchi yetu. Leo mara nyingine baki ni mzigo wako na ulikuwa na leo unaonekana kuendelesha kwa uzalendo mkubwa sana. Je, umeshushwa na Mungu au umezaliwa kwenye jiji la Uvira na jitambulishe kwa watazamaji wetu na masikilizaji? No, unajua mimi nafundishaga watu kuambia kama alitufundisha kwa kanisa kama Mungu aliumba dunia siku ya kwanza, akamaliza siku ya posho, na siku ya saba ama siku ya Mungu akapumzika. Unajua nini alipumzika? Alipumzika juu alikuwa tayari ameumba Mungu mdogo. Mtu ni Mungu mdogo. Mungu ameumba na makapasite mbalimbali. Anaona makapasite ya kuwa donc makapasite ya watu. Ndio baadhi ya kuresolve problemu yoyote inaweza tokea ndani ya Mungu. Na sisi ndani ya Mungu kuna Wakongomani wako na ile kipaji ya kuweza kuresolve ile Mungu. Asante sana. Neno lako la mwisho. Maana kwenye sina kuna maharage, kwenye sina moja kuna maharage yaliyotikisika na maharage yaliyooza. Neno lako la mwisho kwa wazalendo waliotikisika na wazalendo waliooza
na taifa lililooza na taifa lililotakasika. Ndio lako la mwisho naambia taifa nini na Donc c'est simple. Naulizana kila wakati kwa tunapita na kuja kama leo entre ubaya na wema ya wapi iko yule ya wengine. Lakini kwa nafani ni ubaya ndio. Tunauliza sasa wafanya mema wako wapi? Ni wakati ya wafanya mema wajitambue, wakusanyike kwa umoja. Kwa sababu vita dunia ndio maisha ni vita. Akisisitiza kuwa zoezi hili halitaishia hapo, maana kila idara itachukuliwa mfumo. Huyu hapa supervisor wa Diaspora Patriots jimboni Kivu Kusini tarafani Fizi, tumsikilize. Hapa tuko mjini Uvira kadiri unasema bwana journaliste. Hapa kuna mgao wa chakula kufikia wazalendo. Na tuko kwa General nani? Tuko hapa kwa General Rene Itongwa. Na tukitoka hapa tunaelekea wapi? Maana naona mna tangu Fizi mnakuja mnafanya hivyo, mnagawia kila kama mnagawia unga. Na leo mnafanya msaada. Baada hapa tunaelekea wapi? Baada hapa tunaelekea kwenye plane. Tukisema plane tunafika Sange, tunafika mpaka Katokota. Ujumbe wako kwa Diaspora Patriots? Ujumbe wangu kwa Diaspora ni kusema kama wazidi kusaidia watoto wetu wazalendo wenyewe wanagomboa nchi, udongo shikamatwe na Wanyarwanda. Ndio. Ni unga tu ambao mnasaidiana au kuna vitu vingine ambavyo mnafanya? Kwa sababu tunaona unga kwanza, lakini hatujui kilicho nyuma ya mgongo wa Diaspora Patriots. Ndio, nyuma ya chakula tutapokeza moyen de communication, yani Motorola, tusaidia magodio, impermeable, madawa, vitu kama hivyo. Mlichokiongea na Rene Itongwa, maana tuliona mnazungumza mambo ambayo pengine sisi hatukuwepo. Mlizungumza nini kuhusiana na uzalendo? Rene alituzungumzia uhaba wa vitu fulani kadiri vile tunataja hapo. Alisema wana uhaba wa vitu vingi. Kwanza wana uhaba wa madawa, wakati wanaumia kwenye shamba la vita, madawa hakuna. Vile mwae ya communication sasa Motorola, maviatu, magojo, wanapambana fasi mbaya milima. Njoo wenye tuliongea kifupi. Tunakushukuru. Na mimi nashukuru bwana journalist. Kambi kuu ya Jemedari Rene Itongwa imepokea msaada huo kwa furaha kubwa na kutoa maneno ya shukurani. Huyu hapa msemaji wa Jemedari Rene, tumsikilize. Mimi naitwa kwa jina la Patrick Biramirwa, niko porte parole na parseke wa General Rene Itongwa, mouvement politico-militaire MPLC FPLC, État-major commandement Ruzozi Kalundu Port. Leo tunaona mizigo kwa nyuma yako na mpokea kutoka kwa kitengo cha Diaspora Patriots. Una nini la kuwaambia wa vijana ambao walikuletea? Ya mara kwanza acha tutoe shukrani zetu za dhati kwa Diaspora ya wazalendo wenye wako nje, maana uzalendo huko aina mwingi. Kuna sisi ambao tunashikilia silaha, nao wanaonesha uzalendo kwa kutupatia chakula. Maana hauwezi enda pigana vitani na uko na njaa. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tunawashukuru sana tena sana kwa hatua hii ambao wametufikiria, na hili tunaweza tukaomba kwamba wasishie hapo tu. Baada ya chakula tuna mengine mambo ambayo tunahitaji kama vile godio, yani botine, impermeable, hata mavazi, yani zile matraining na communication. Maana tuko naenda zingine fasi hakuna réseau, mais kisa tuko na communication ile ma Motorola c'est vraiment zitatusaidia sana. Hivyo vitu tunavihitaji. À la prochaine fois tunaweza tukafurahia watufanyie hivyo pia na madawa, maana huko kwenye shamba la vita tunagonjwa na tunaumia. Naam.
Kwa takriban miezi ya kutosha kwa sasa mmeshikilia mji wa Uvira kwa kupinga uingiaji wa M23 ambao unazugazuga sana usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unadhani kwamba mtafaulu kweli kuweza kumfukuza adui na kuweza kumfikisha mwisho? Sisi tutafaulu kumfukuza adui kama gisi tulishajizatiti. Tunasimama kwanza kwa wingi walikuja nao. Sisi tukajizatiti tukasimama Uvira haitanyang'anyiwa na Fizi. Na ndo hivyo gisi tuko hapa ni takriban miezi 4 kwa 5 hivi sasa. Anazuilika pale kwa Manyola, hakuna advance. Par contre hivi tuko tunapenda tumujengue pale atoke hadi Bukavu na Goma tutachukua. Maana sisi tuna haki, tunatetea udongo wa mababu zetu. Kinyume na chakula, madawa na mavazi na communication, diaspora izidi kufanyia nyingine nini ambazo kinyume na hayo mengine tulitaja, madawa, communication, tunaweza tukafikiria ya kwamba unajua tunapigana, tuna familia, government haitupokezi. Sasa yani tuko ba volontaire patriote. Sasa hatuna hata kidogo. Uko naenda kushamba la vita demo uko kule, familia inabakia huku nyuma inahangaika na watoto, na ya defo uko nafia kule na habata reconnaître hata familia yako. Kwa hiyo diaspora ya kule avec diplomatie yao wanaweza kuwa wanafikiria hata na ile angalau ya motivation. Ile ndio yenyewe mimi naweza sema hapo. Mkuu wako wa kijeshi Amani Twalini wakimfikishia angalau pesa anaweza kuzitawanya kwa wajeshi wote? Ule ni mzalendo halisi, akipata hata 50 francs itafikia wazalendo wote na sisi wote tutaiona, maana ni mpambanaji mkuu, ana moyo wa uzalendo, ni mzazi, iko na moyo wa humanisme ndani yake. Yani anatufaa sana, si mjanja kama vile wengine viongozi. Neno lako la mwisho, tunamalizia maswali. Neno lako la mwisho kwa waraia wanaokejeli uzalendo na wale wanaochukulia uzalendo kama hauna maana. Maana hawa ni wa kutoka Ulaya. Wale walio ndani ya nchi unawaambia nini? Nataka kuonesha hawa wenyewe wako ndani ya nchi waone, waige huu mfano. Maana tuna watu humu ndani ya nchi wakongomani ambao hawajafanyia hata punje moja, hata kigozi kimoja cha maharagi, lakini ona diaspora yenyewe iko nje ndo wanatujali. Kwa hiyo tunaomba waraia wakongomani wa hapa Uvira, Fizi, Mwenga, Itombwe huko waige mfano, maana kama hawatusapoti hatuwezi weza bila wao. Pia tunatoa pia tahadhari kwa wale wengine wakongomani ambao wanaotaka kujiunga na kundi la waasi la M23. Hao watu hivi tunawatahadharisha, atakayekutwa mkongomani iko na njia mojawapo za nyingine na adui, huyo tutamshughulikia kama kisi sheria ya Kongo inavyosema. Tunakushukuru. Na mimi nawashukuru ndugu watangazaji. Asante sana. Ni kwenye maoni hayo yake msemaji wa Rene Jemedari ambaye anapatikana katika bonde la Ruzizi na tambarare nzima la ziwa Tanganyika, ndipo tunafikia mwisho wa makala maalum hii. Mimi sina la ziada, naomba nikuage kutoka sasa. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Kuwa na siku njema yenye heri na fanaka. Asante.